إلينا اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما دواما بالله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلوم الشريفة في الدارين آمين. Tunaendelea na Suratul Nur, tunaondokea aya ya 32. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ankihul ayama minkum, na waozesheni wale ambao hawana waume ikiwa ni wanawake, na wale ambao hawana wake ikiwa ni wanaume. Al-ayama ni jamu ya aym, kwa maana ya asiyekuwa na mume au asiyekuwa na mke. Inaweza kuwa aliwahi kuolewa au hakuwahi kuolewa, au aliwahi kuoa au hakuwahi kuoa. Kwa hiyo hii ni khitabu kwa wale wasimamizi wa hawa, wanaambiwa wa ankihu, na waozesheni al-ayama minkum wasalihina, na wale kwa waumini min ibadikum, katika watumwa wenu wa kiume, wa imaikum, na watumwa wa kike. In yakunu, ikiwa hao waliokuwa wanataka kuoa au kuolewa ni waungwana, fuqaraa, ikiwa ni mafakiri hawana uwezo wa mahari, yughnihumullahu min fadlihi, basi Mwenyezi Mungu atawatosheleza, maana atawajalia uwezo kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye kuwakunjulia waja wake, alimu, ni mjuzi kwa wao. Na hiyo anaeleza wanavyuoni kwa katika faida ya kuoa ni Mwenyezi Mungu kufungulia katika maisha. Kwa mtu anahisi maisha yake yako dhiki na nini, aoe, akioa maisha yanafunguka vile vile. Anasema waliyasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan, na wale ambao hawana uwezo wa kuoa au hawapati mke au hawana uwezo wa mahari, basi wajihifadhi hatta yughniyahumullah, mpaka Mwenyezi Mungu awajalie uwezo, min fadlihi, katika fadhila zake. Walladhina yabtaghuna alkitaba, hapa nakuja masala ya watumwa. Mtumwa ilikuwa anafikia wakati anapojihisi kuwa upo uwezekano wa kuwa huru, kwa hiyo anaandikiana mkataba na bwana wake, kwa wanakubaliana, ikiwa utaleta kiasi fulani pesa, basi umekuacha huru. Inaitwa mtumwa, anaitwa mukataba. Kwa hiyo walladhina yabtaghuna alkitab, na wale ambao wanataka muandikiane, mimma malakat aymanukum, katika wale mnaoamiliki katika watumwa, fakatibuhum, basi andikianeni, in alimtum fihim khaira, ikiwa mnajua kuwa hao wana uaminifu na uwezo wa kufanya kazi wakaweza kulipa. Wa atuhum min mali llahi alladhi atakum, na wapeni katika mali ya Mwenyezi Mungu aliyokupeni. Maana yake wasaidieni kitu cha kuanzia, chanzo cha kuanzia kazi, unafahamu. Wala tukrihu fatayatikum ala albigha. Aya hii imeteremka kwa ajili ya Abdullah ibn Ubay bin Salul, ambaye alikuwa ni rasul munafiqina. Yeye alikuwa na watumwa wake, akiwalazimisha wale watumwa waende wakajiuze, maana yake wakazini, ili wapate pesa, wapate kitu cha kuchuma. Unafahamu bana? Kwa hiyo wale watumwa wakaenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ikateremka aya hii, wala tukrihu fatayatikum, wala msiwalazimishe, msiwatenze nguvu watumwa wenu, ala albighai, juu ya kuzini. In aradna tahassuna, ikiwa wao wanataka kujihifadhi, litabtaghu arada alhayati dunya, ili mupate tu malengo ya kidunia. Waman yukrihuhunna, na mwenye kuwatenza nguvu, fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim,
basi Mwenyezi Mungu baada ya kwa wao wametenzwa nguvu ni mwenye kuwasamehe na kuwahurumia. Na hii sio tu imetajwa watumwa, kwa sababu katika Waarabu ilikuwa inafahamika kuwa anayezini ni mtumwa tu. Mwanamke alikuwa muungwana alikuwa hazini, anayezini nani? Ni mtumwa. Na ndio maana ikaja, lakini haina maana kuwa mtu ambaye si mtumwa ni muungwana akamlazimisha mwanawe akafanya kazi hii, hata kama yuko dhiki gani ya maisha. Dhiki ya maisha haina sababu ya mtu kuingia katika maasi, bali utafute njia. Leo tunakuta katika mitaa yetu, katika pahala ambapo tunaishi, unakuta wanakuja wanawake wanakuja kuomba msaada, lakini ukiwatizama wote wazima, vijana, wana uwezo wa kufanya kazi. Sasa swala linakuja, hawapi mtu kazi. Sio hawapi mtu kazi, kutafuta kazi pia ni kazi. Ule kutafuta kazi ni kazi, hangaike na kazi. Si lazima ukae dukani au ukae ofisini, kazi ziko nyingi za kufanya. Kwani wale wanaofagia njia wale hawafanyi kazi wale? Kwani wao wanapenda kuwa kama jirani wakafagia? Lakini hali ya kimaisha inawafanya wafanye kazi ile. Sasa wewe unajikuta kuna watu wamejipangia wao anaendesha maisha yake kwa kuomba tu. Mtu anajenga nyumba kwa kuomba tu, kila siku anaomba tu, kila siku. Na wengine wanaume, mwanamume ana nguvu zake, yuko sawa, si mgonjwa, si chochote, lakini anapita kila pale, bwana nisaidie, bwana nisaidie. Tena siku hizi hakuna lugha kwa nisaidie. Siku hizi anapita mtu kwako, bwana nipe 2000 basi nikanunue futari. Ulijuaje mimi 2000 nayo usina? Na ukija ukampa mfano 500 atakwambia hii nitapata nini mimi? Sasa wewe unaweka sharti, unaomba alafu unaweka sharti. Maana kuna watu wako hivi, bwana mimi nataka 2000 au bwana ninunulie mkate. Sasa lazima tujitahidi tufahamu kuwa haya mazingira ambayo yanafikia mpaka watu kufikia haya yanatakiwa yadhibitiwe, na kudhibiti maana yake ni kujifundisha kazi. Mwanawake wangapi Mwenyezi Mungu awastiri, wako majumbani kwao, hawana waume, hawana chochote. Anapika kitu nyumbani kwake, anaweka pale pale nje kwake, kwenye kidogo tu, kama kaweka kachori, kama kaweka bajia, kaweka nini, anatafuta riziki na watu wananunua. Sasa wewe hayo yote unaona tabu, unaona bora uzungu, kwa sababu anapoomba kwa siku hakosi 10,000. Sasa kwa siku akipata 10,000, kwa mwezi ngapi hizo? 300,000 hizo. 300,000 kweli kwa kuuza kachori uzipati kwa mwezi, lakini kwa kuomba unazipata, lakini hazina baraka. Kwa sababu anajikuta mtu kila siku anaomba, lakini yuko hali ile, yanaomba tu. Mfano wa madalali. Kazi ya udalali katika sheria ni kazi ambayo haitakiwi sana, kwa sababu ina uongo ndani yake. Na ndio maana utaona wale madalali, mtu anauza jumba la bilioni, anapata mamilioni ya pesa, lakini kila siku unamkuta yeye lofa. Kila siku yeye unamkuta hali yake iko duni tu, kwa sababu ile hamna baraka ndani ya zile pesa anazozipata. Sisi tumefahamiana hapo Kwa hiyo mtu utafute kazi ambayo ndani yake kuna heshima yako na unapata riziki yako ya halali. Anasema walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat, na hakika tumekuteremshieni aya zilizokuwa wazi. Wa mathalan, na habari nyingi zenye ajabu. Min alladhina khalu min qablikum, wale ambao waliotangulia kabla yenu. Wa mau'izatan lilmuttaqin, na kuwa ni mau'iza kwa wacha Mungu. Allahu nuru samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kunawirisha mbingu na ardhi. Mathalu nurihi, mfano wa nuru yake katika moyo wa mu'min. Kamishkatin fiha misbah, ni mfano wa kandili, ndani yake kuna ule tunaita nini kile utambi ule. Almisbahu fi zujajatin, ile taa yenyewe iko ndani ya kioo, kandili lile la kioo. Azujajatu kaannaha kaukabun durri, ilo kioo kile ukikitizama ni mfano wa nyota ambayo inang'ara. Tuqadu min shajaratin mubaraka, taa hiyo inawashwa kutokana na mafuta yanayotokana na mti wenye baraka. Zaituna, mti wa zaituni, mafuta ya zaituni. La sharqia wala gharbia,
mti wa zaituni uliokuwa uko pahala ambapo haukosi jua, haiko mashariki sana wala magharibi, kati na kati, unapatwa na jua na mvua na kila kitu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidina Ibn Abbas anasema katika zaituni kuna manufaa mengi sana. Mafuta yake tunatumia kuwashia moto, taa tunapata, lakini vile vile ni kitoweo, lakini vile vile ni mafuta tunatumia kwa mambo mengi. Na inasemekana kuwa mti wa kwanza kuota duniani ni zaituni, na mti wa kwanza kuota baada ya tufani iliyotokea wakati Nabii Allah Nuh ni zaituni. Yakadu zaituha, inafikia kutokana na yale mafuta yake, yudhi'u, inatoa mwangaza mkubwa, walau lam tamsashu nurun, na lau kule si kupatwa na yule moto, maana ule moto ndio unaotoa mwangaza, nurun ala nur, basi itapatikana nuru juu ya nuru katika moyo wa muumini. Yahdi Allahu linurihi, anamuongoa Mwenyezi Mungu kwa nuru yake ambayo ni Uislamu, man yashau, anaitaka. Wa yadhribu Allahu al-amthala linnas, na anabainisha Mwenyezi Mungu kwa watu mifano ili wafahamu. Wallahu bikulli shay'in alim, na Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutambua kila kitu. Fi buyutin, katika majumba, adhina Allahu an turfa'a, ameruhusu Mwenyezi Mungu kunyanyuliwa, wa yudhkara fiha ismu, na kutajwa jina lake, yusabbihu lahu fiha bilghudu, hayo majumba hayo wanamtakasa Mwenyezi Mungu, wanaswali na kufanya ibada humo, bilghudui wal asala, asubuhi na jioni. Rijalun, watu, hawatu nani? La tulhihim tijaratun, haiwashughulishi biashara, wala bai'u, kuuza wala kununua, an dhikrillahi, na utaji wa Mwenyezi Mungu, wa iqami sala, na kusimamisha sala, wa itai zaka, na kutoa zaka. Yakhafuna, wanaogopa, yauma tataqallabu fihi alqulub wal absar, siku ambayo itageuza mioyo na macho itagauzwa, nayo ni siku ya Kiyama. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, ili awalipe Mwenyezi Mungu mazuri waliotenda, wayazidahum min fadlihi, na wazidishie katika fadhila zake. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, na Mwenyezi Mungu anawaruzuku bila hisabu. Hii ni mfano wa waumini. Anasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru, a'maluhum kasarabin, matendo yao ni mfano wa sarab. Unajua sarab? Sarab ni unapokuwa katika ardhi au njia iliyokuwa tambarare, kwa mbali unahisi kama kuna maji pahala, kisha ukikurubia pale unakuta hakuna kitu. Inaitwa nini Kiswahili sarab? Hamna jina lake? Lipo jina lake, nimesahau, nimelisoma. Liko jina lake. Almuhimu ndio hiyo, tushaijua, lakini sarab. Kwa hiyo anasema amali zao ni mfano wa sarab, biqi'atin, katika kawanda, ardhi iliyokuwa wazi. Yahsabuhu dhama'anu ma'an, anadhania yule mwenye kiu, anadhania kuna maji kule, anakwendea mbio. Hata idha ja'ahu, mpaka anapoyafikia pale, lam yajidhu shay'a, hakuti kitu. Wa wajada Allah indahu, anakutana na Mwenyezi. Manake huu ni mfano wa makafiri, wanajihisi duniani hapo wana mengi, lakini wanapofika Kiyama wanakutana na Mwenyezi Mungu. Sasa fawafahu hisabahu, Mwenyezi Mungu anawalipa yale mambo aliyofanya duniani. Wallahu sari'ul hisab, na Mwenyezi Mungu ni muharaka sana wa hisabu. Na ndio maana imepokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hisabu siku ya Kiyama itakuwa muda wake ni kama alfajiri mpaka dhuhuri, masaa 6 tu. Mwenyezi Mungu kashamaliza hisabu kuanzia ummati wetu sisi ndo wa kwanza, wanaendelezwa mpaka umma wa Nabii Allah Adam wote, muda wa masaa 6 washamalizika hisabu wote. Tumefahamana? Ndio maana akasema wallahu sari'ul hisab. Au kadhulumatin, au mfano wa hawa makafiri amali zao ni mfano wa magiza, fi bahrin lujjin, katika bahari yenye kina kirefu, yaghshahu mawjun, inafunikwa na wimbi, min fawqihi mawjun, juu ya wimbi kuna wimbi lingine, min fawqihi sahabun, juu yake kuna mawingu, dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, ni giza juu ya magiza. Maana kuna giza la bahari, kuna giza la wimbi la kwanza, kuna giza la wimbi la pili, kuna giza la mawingu. Idha akhraja yadahu, anapotoa mkono wake, lam yakad yaraha,
hafiki kuona, hauoni ule mkono wake. Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, na yule ambaye Mwenyezi Mungu akumjalia uongofu katika moyo wake hana uongofu, haongoki. Alam tara anna Allah yusabbih lahu man fi samawati wal ard, je, hamuoni kwa Mwenyezi Mungu wanamtakasa waliomo ndani ya mbingu na ardhi. Watayr, na ndege, safatin, ambaye waliokunjua mbawa zao. Kullun, wote, qad alima salatahu, Mwenyezi Mungu anajua swala zao, wa tasbihahu, na tasbih zao. Wallahu alimun bima yaf'alun, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa yale wanayofanya. Walillahi mulku samawati wal ardh, na Mwenyezi Mungu ndo mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Wa ila Allahi al-masir, na kwa Mwenyezi Mungu ndo kurejezwa. Alam tara anna Allah yusji sahaban, je, hamuoni kwa Mwenyezi Mungu ananyosheleza mawingu. Thumma yuallifu bainahu, kisha anazoezesha. Thumma yaj'aluhu rukaman, kisha anajalia baadhi yake juu ya baadhi. Fataral wadqa, mnaona mvua. Yakhruju min khilalihi, inatoka katika yale mawingu. Wa yunazzilu minas samai, na anateremsha kutoka mbinguni. Min jibalin fiha, kutokana na huko mbinguni. Min bardin, maana yake barad ni umande. Fayusibu bihi man yasha, inampata amtakaye. Wayasrifu amman yasha, na anamondoshea amtakaye. Yakadu sana barqihi, inafikia au inakurubia ule umwesa wa radi zake. Yadhhabu bil absar, inaondosha macho. Ukitizama umwesa ukiwa mkali sana unakuwa pofu. Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, anageuza Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Inna fi dhalika, hakika katika hayo yote, la ibratan, kuna mazingatio. Liulil absar, kwa wale wenye uoni. Wallahu khalaqa kullu dabatin, hakika Mwenyezi Mungu ameumba kila namna ya mnyama. Min ma'in, kutokana na maji ambayo tone la manii. Faminu man yamshi ala batnihi, kuna wanaotembea kwa matumbo, mfano wa nyoka. Wa minu man yamshi ala rijlaini, na kuna wengine wanaotembea kwa miguu miwili kama sisi binadamu. Wa minu man yamshi ala arba'a, na wengine wanatembea kwa miguu minne kama ng'ombe, mbuzi na wengineo. Yakhluqu Allahu ma yasha, anaumba Mwenyezi Mungu anachotaka. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila jambo. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, hakika tumeteremsha aya zilizokuwa wazi kabisa ambayo ni Qur'ani. Wallahu yahdi man yasha, na Mwenyezi Mungu ndio anamuongoa mtakaye. Ila sirati mustaqim, katika njia iliyonyoka ambayo ni dini ya Uislamu. Wallahu a'lam. Wale ya somo tumeanza jana kuzungumzia hukumu ya kupiga ile pampu kwa wale ambao ni ugonjwa wa pumu. Tukaeleza hukumu walioeleza maulama, wengine wamesema inapunguza, wengine wamesema haipunguzi. Tuje katika aqwali za hao maulama. Anasema wa min ashhari aqwali ulama, na katika kauli ambazo zinajulikana katika maulama, fi hukmi al-bakhakh, katika hukumu ya hiyo pampu lisaim, kwa aliyefunga maayati yanayokuja. Al-qawl al-awwal, qawli ya kwanza, inna istikhdam al-bakhakh, hakika kutumia hiyo bakhakh lisaim, kwa aliyefunga, muftirun li sawmihi, inafunguza funga yake. Bidukhuli hawa'il bakhakh, kwa kuingia ile hewa ya ile dawa. Lishtimalihi ala dawa'i, kwa sababu ya kuwemo ndani yake dawa. Wa huwa ainun, nayo ni kitu. Wa mimman akhadha bihadha rai, na katika waliochukua rai hii ni Dr. Wahba Az-Zuhaili Ash-Shafi'i wa Dr. Muhammad Al-Alfi. Wa satati qariban min al-fatawa ma tuayidu wa huwa ma qarrartuhu sabiqan bitafsil, na ndio maelezo aliyoeleza mwanzo. Qala Dr. Zuhaili, law istakhdama maridhu rabb, lao atatumia yule mgonjwa wa pumu, bakhakhat alhawa, pampu ile ya kutoa hewa, inda dhiqi tanafus, wakati wa shida ya kupumua, fa innahu yuftiru, inafunguza. Lianna ma yu'fa an jinsihi, kwani kile kinachosamehewa kwa jinsia yake, katurab, kama mchanga, wal hawa, na hewa, maksurun ala halati al-ibtila'i al-am,
inakusudiwa au imefupilizwa pale ambapo pametokea shida. Ushafahamu? Balaa maana yake imekuwa sehemu, mfano upepo mkubwa ikawa ule mchanga unakuingia mdomoni. Mfano au sisi tunaendesha vyombo, unaendesha chombo, kuna wakati tembe tembe za mchanga zinakuingia mdomoni, haina neno. Fa in kana shay khasan, ikiwa ni kitu maalum, kata'ammudi ibtila'i raihati shawa'i lahmi, kama kumeza harufu ya nyama inayochomwa, fayuftiru, inafunguza, lisuhulati al-ihtirazi anhu, kwa sababu inawezekana wakajilinda nayo. Wa mithlu dhalika, mfano wa hiyo, tanawuli habbin tasallaba shara'in inda al-ihsas bid-dhiq, kumeza tembe ambayo imejikusanya katika mishipa pale unapohisi dhiki. Na wakati mtu anajihisi dhiki, kama kuna donge limemkaba kisha analimeza, utafahamu basi ile pia anasema huyu bwana inafunguza. Utafahamu bwana. Walaalla, na huenda, hadha alqawl, qawlihi huwa ma yuqarriruhu, ni ile walioipitisha Majma'u al-Fiqh al-Islami bi mu'tamarihi al-mun'aqid bi Jidda mwaka 1997, idh nassa qararahu min dhimni adam al-muftirat, wao wameeleza kuwa katika mambo ambayo hayafunguzi, bakhahu al-ilaj al-mawdi'i, ile pampu inayotiwa katika mdomo, lilfam idha ijtanaba ibtila'u ma nafadha ila al-halq, ikiwa tajizuia kumeza kile kitakachofika katika koo. Wa ma'lumun, na inafahamika, anna al-bakhakh al-ghalib, huwa hii pampu tunayotumia, annahu yanfadhu lilhalqi kama la yarfa, inapitiliza, wa huwa mubtilun lisawm, inabatilisha. Naam, qad la yadkhulu alhalq, inawezekana isifika katika koo, bi yastakhdimahu bi tarafi lisani, akawa ametumia katika ncha ya ulimi, thumma yukhriju ma aliqa bi lisani, kisha akatoa kile kilichoganda katika ulimi. Mimman yastakhdimu, kwa wale wanayotumia muwasiati shu'b, wenye kutumia vitu ambavyo vinakunjua hii mishipa. Wa hiya ibara, nayo ni an unbubin plastiki, ni nasema pipe ya plastiki saghir, yatimu tarkibuhu fi radadati, inatiwa ili ila almusaada, kusaidia. Wa fi hadhihi alhala, na katika hali, la yuftiru, hafunguli, kama nassa alqarar alaiha, kama alivyoeleza katika qarar, li adami dukhuli shay'in liljawf, kwa sababu ya kuto kupita kitu katika jawf. Wallahu a'lam. عنه بقاطع ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع ذي القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلال دائما بأتقيا علماء نحضر الخير وكل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صعب المصاب النور. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.